Penzi mtazamaji, na kukaribisha tena kwenye kipindi chetu hiki na kwenye chaneli yangu inaitwa Bwana ni Haki Yetu. Karibu sana. Ni siku nyingine tena ya leo. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupatia siku nyingine tena kwa ajili ya kutubu. Manake kila siku ya Mungu ni kwa ajili ya kutubu, si ya kuishi, kwa ajili ya kutubu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu katika hilo. Basi leo nitaka kidogo tuendelee kupeana somo kidogo, darasa kidogo. Kwa kadri ninavyokuwa napata muda tunapeana somo na darasa kidogo. Lakini leo nitamani kuongelea habari ya viambatanishi vya imani, viambatanishi vya imani. Manake yakiwemo maji, mafuta na chumvi. Lakini nataka tuingie deeper kidogo, lazima tuingie deeper so that we can know how these things works out, mambo yanavyoendelea. Kwa hiyo lazima tuingie deeper kidogo kwanza, sawa? Kwa basi kabla yote tunaomba tuombe. Takatifu Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Bwana, napenda kujifunza neno lako Mungu wa mbinguni. Roho Mtakatifu akae juu yangu na juu ya watoto wako hawa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, wakapate kuelewa na maandiko zaidi ya yale ambayo Mungu nitafundisha mimi Bwana. Yesu, naomba Bwana Roho wako akae akatulie juu yetu kama alivyotulia juu ya maji. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, akatenge yaliyo ya giza na yaliyo ya nuru. Maana akatenge giza na nuru kama alivyotenga katika dunia hii, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi karibu. Leo tutaongelea habari za maji tu kwa leo. Viambata vya imani, maji. Maji ya upako. Maji ya upako. Basi tutaongelea maji ya upako. Maji ya upako. Basi naomba nianze na mafuta. Naomba nianze na mafuta, sababu mafuta, maji, chumvi vimekuwa ni shida sana katika Ukristo saa hizi. Lakini naomba nianze na mafuta ya upako, mafuta ya upako. Ndio tutakayoanza nayo leo. Mafuta ya upako ndio tutakayoanza nayo leo. Katika utangulizi wetu tutasoma katika Marko 6:12 kuhusu mafuta ya upako. Marko 6:12. Sasa tujifunze kuhusu habari za mafuta ya upako. Je, watu wanatumia kama inavyopaswa? Je, watu wanatumia kama ambavyo Yesu alielekeza? Je, watu wanatumia kama ambavyo inatakiwa tumike? Au kuna agenda ya shetani nyuma ya hivyo wanaovitumia kwa sasa? Manabii wengi na mitume wengi saa hizi, watumishi wa kipepo wengi pia wamevamia, wanatumia hivi vitu. Ila tu kabla ya yote naomba kusema jambo moja. Mtu yoyote anayeuza hivi vitu madhabahuni, labda kama na duka nyumbani kwake, sawa, mkamfuate. Lakini mbaya na hivyo, hakuna biashara ya imani, hakuna biashara ya imani, jua kabisa. Kwa hiyo kabla tujaendelea, naomba niweke msisitizo kidogo na msingi kidogo kwamba yoyote anayeuza hivi vitu, ni mtumishi wa shetani, ni mtumishi wa mapepo, ni shetani mzima. Kama kuna mtu yuko pale anauza, sababu hapo wengi sana wanauza maji ya 1000, yale makubwa wanauza 5000. Labda, lakini hata kama angekuwa ananunua mwenyewe 1000 alafu anawauzia 1000 hiyo, yani bado still huwezi ukauza maji
huwezi ukauza. Kwa hiyo yoyote anayeuza hayo mafuta, chochote kinachouzwa, kama kuna mtumishi wako, kuna nabii wako mahali, kuna nabii mkuu wako mahali, kuna kuamka mahali, anayeuza hayo mafuta, jua kabisa kwamba hayo ni mapepo. Na ninaomba niwasaidie pia ndugu zangu Waislamu, mlikuwa hamna haya mambo, na nyie pia mmeshaanza sasa hizi. Mkimsikia tu yule jamaa anauza maji na kimbia, mnacha vijuba vyenu nyumbani, mnacha viushungi vyenu mbio. Sasa kwa hiyo utangulizi wangu nitaka niwaambie tu yoyote anayeuza, na lazima mwe makini sana katika hivi vitu. Sasa katika utangulizi wetu tutafunua katika Marko 6 mstari wa 12, Marko 6 mstari wa 12 kuhusu habari za mafuta. Sasa kwa hiyo watu tunaona hapa Marko 6 mstari ule wa 12 tena mpaka 13. Inasema, wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Hebu angalia hapa cha kwanza. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Cha kwanza lazima ujue na uangalie mahubiri ya huyu mtu. Ndio maana nimemwambia hata kaza haya, yani anayeuza tu yote unajua tu kabisa kwamba huyo ufalme wa Mungu umemkataa. Anauza yote unajua kabisa kwamba Biblia imemkataa. Biblia hakuna Yesu, hakuna mahali ambapo Petro aliuza mafuta, hakuna mahali ambapo Yesu aliuza mafuta, hakuna mahali ambapo mitume waliuza mafuta. Hakuna, nasema hakuna. Msome Biblia. Sawa? Hakuna. Kwa hiyo kama hakuna, manake yote anayeuza cha kwanza hata bila kusoma Biblia tu hii, hata bila kuingia ndani, ishamtoa. Sawa? Kwa hiyo kama anauza, ujue tu kabisa huyo ni mtumishi wa shetani kabisa. Wala hakuna kupepesa macho, hakuna kuoneana huruma wala aibu. Ni kwamba ni mtumishi wa shetani. Baadaye tutaambizana kwa nini unaweza kuvitumia na ukapona, tutaambizana. Lakini angalia hapa, cha kwanza ni toba. Injili ya Yesu ni toba kwanza, kutubu. Ndio injili ya Yesu. Sio mafanikio, pokea, njoo pokea uponyaji, njoo pokea fedha, njoo pokea utajiri, njoo pokea uchumi. Hiyo sio injili ya Yesu. Yesu hakuwa na hiyo injili. Yesu alikuwa na injili ya kutubu. Umeona? Kwa hiyo akasema kwamba hiyo 12, wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Watu watubu. Manake pamoja na kwamba waliwapaka watu mafuta na wakawapoza wagonjwa na magonjwa yakaondoka, lakini angalia, injili ya kwanza ni kutubu. Je, huyo mchungaji wako, huyo pasta wako, huyo sijui ndo nabii wako, sijui ndo mtume wako, je, ana hiyo injili kanisani kwenu? Tubu. Ana hiyo injili sehemu yako ya ibada? Ana hiyo injili kwenye madhabahu yake ya kutubu? Kama hamna hiyo injili ya kutubu, ujue umeliwa kekundu hako. Sawa? Kwa hiyo unashangaa, njoo pokea mafuta. Mtu ni mzinzi na anaumwa, ana ukimwi, ana magonjwa ya zinaa, ana homa ya ini. Homa ya ini ni uzinzi pia jamani. Kama mtu mwenye homa ya ini akaja kushiriki na mtu ambaye hana hiyo shida itampata kwa asilimia kubwa sana. Uzinzi mara nyingi sana unaweza kuleta hii shida. Sasa hebu jiwe swali haya. Anakuja, njoo pokea uponyaji. Ni kweli atapokea uponyaji, lakini bila kutubu hakuna uponyaji. Huo ndio kweli. Katika Yesu Kristo lazima utubu. Kile kilichokufanya ukafikia hiyo hatua na ukapata hiyo shida, lazima utubu kwanza. Kwa hiyo injili ya Yesu ilikuwa ni kutubu. Ndipo hayo mengine anafuata. Angalia hapa. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Walikuwa wanatubu ndipo wanaponywa. Walikuwa wanatubu ndipo wanapakwa hayo mafuta.
yani hawa Yesu alikuwa akisema tu wakati mwingine kwamba okay, nenda usitende dhambi tena, usitende dhambi tena, usitende dhambi tena. Ndio kutubu kwenyewe, ndo injili hiyo ya kutubu, toba. Na ndio maana natajika sasa tuwe na akili, tutumie akili, kwa sababu leo hii ni sawa kabisa. Mimi nakwambia kwa kadri ambayo tunaenda kutafuniwa na watu ni hatari katika maisha yetu. Kwa hiyo katika utangulizi wetu ni huo kwamba kumbe injili iliyokuwa kiendelea ni injili ya toba. Je, kwanza ni kwa kuna injili ya toba? Mtu ni jambazi, mwizi, kibaka, lakini haubiriwi toba, anahubiriwa aje apate mafanikio. Kwa maana yake huyu mgonjwa akaendelea kuzini ili kusudi mafuta yapo yatamponya tena. Akaendelea kufanya uasherati, kutembea na wake za watu, kutembea na waume za watu, kujiuza, alafu arudi tena aponywe tena. Yaani manake sasa tutakuwa tunafanya kazi kama kazi ya nguruwe. Umemweka kipini kwenye pua yake na bado atafukua chini. Na umemwosha vizuri na bado atajigaza kwenye tope. Tumekuwa tunafanya kazi ya mbwa sasa. Anatapika matapishi yake, anatapika afa anakuja kula tena. Manake nini? Anarudia matapishi yake. Hiyo haiwezekani. Mwisho wa siku ndio shetani anataka tu tunafanya hivyo kila siku. Mwisho wa siku tunakufa, tunafia katika dhambi, au mpaka Yesu anarudi tupo kwenye hayo matendo ya kujirudia. Sababu najua kuna mafuta ya upako. Sasa manake nini? Maana kuja kuangalia hiyo sio injili. Ukiona katika sehemu yako ya ibada hakuna injili ya toba, ndugu yangu, ni hatari sana kupita kiasi. Kwa hiyo ukija kuangalia habari za mafuta haya sio mazuri kiufupi. Bila toba, mafuta bila toba, tubu, acha dhambi, kutubu. Kila siku unahubiriwa toba. Mwisho wa siku jambo ambalo unahubiriwa kila siku, mara kwanza litakukasirisha. Naona kuna wengine wameshaanza kukasirika, lakini mara kwanza litakukasirisha, lakini kwa kadri unavyozidi kuendelea ile jambo litakuwa la kawaida kwako. Mwisho wa siku litakukela na utaacha. Na kadri unavyokuwa unasoma neno, Roho Mtakatifu atakusaidia na utaacha. Hata kama utaama mara ngapi ukakutana na toba huku, mwisho wa siku mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ilikuwa ni kutubu. Tuangalie kazi ya mafuta haraka kutoka na muda. Tuangalie kazi ya mafuta. Cha kwanza ni kuponya. Hiyo Marko 6:13. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza, manake wakapona. Sawa, kazi ya mafuta ni kuponya, sawa Tuenda mdogo utajua tu mbeleni kazi ya mafuta. Wanafunzi wa Yesu waliwapaka mafuta hawa waliokuwa wakiwahubiria, lakini kikubwa tumesema ilikuwa ni toba kwanza. Pia na pia katika Luka, tukisoma katika Luka tutafunua haraka jamani watoto wa Mungu. Katika Luka hiyo Luka 10 mstari wa 33. Luka 10 mstari wa 33. Luka 10 mstari wa 33. Inasema lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia. Tunaendelea mpaka 34. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai. Maana zile jeraha za huyu mtu ambaye alikutana na kundi la wanyang'anyi likampiga na kumshuguna na kumpola vitu vyake. Asa Msamaria alipopita, manake alimshughulikia majeraha zake, akamtia mafuta. Umeona? Kwa hiyo kumbe kazi ya mafuta ni kuponya. Haya, tunaendelea pia hapo pia Yakobo, tutakuja kusoma Yakobo 5 na mstari ule. Yakobo 5 na ule mstari wa 14. Yakobo 5 na mstari wa 14 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Wanampaka mafuta kwa jina la nani? La Bwana. Wanampaka mafuta kwa jina la nani? La Bwana. Manake atapona huyu mtu, sawa? Kwa jina la Bwana,
sio Mungu. Bwana, kumbukeni. Yaani kwa lazima mtofautishe kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana, sio la Mungu. Kusema maana kwa jina la Mungu. Kwa jina la Bwana. Ukitaka pale ongeza Bwana Mungu. Asa, kwa hiyo tumeona kwamba mafuta yanaponya. Kwa hiyo mafuta yanaponya pia. Mafuta yanaweza kumpendezesha mtu. Yaani tunasema kazi ya mafuta tena kibiblia kabisa, ambayo maandiko sawa. Sasa mafuta, Mathayo, tunasoma katika Mathayo ile. Tunasoma katika Mathayo 6. Kama hicho. Mathayo 6 na ule mstari. Mathayo 6 na ule mstari wa 16 mpaka 17. Mathayo 6:16 mpaka 17. Mathayo 6:16 mpaka 17. Mafuta hupendezesha, manake unapendeza. Hata unaipaka mafuta tunajua kabisa unapendeza, unakuwa unang'aa. Kama ni binti unapaka mafuta yako vizuri, unang'aa. Kwa Yesu anasemaje? 16 mpaka 17 anasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Kumbe mafuta yanakunjua uso. Mafuta yanakunjua uso, manake unanawiri, unapendeza. Sasa anasema maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu zao. Mpaka 17, bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso. Jipake mafuta. Umeona? Kwa hiyo kumbe mafuta yanapendezesha. Sasa naambiwa paka mafuta ya upako ukapata kibali. Nilipo mtumishi mtume, nilipopaka mafuta yale nikaingia ofisini, nimeenda tu nikapata kazi haraka. Wewe Yesu so uchawi, tuelewane. Nikaingia pale, nimeingia, wengine wote niko najiamini, nimepaka mafuta. Nikafika pale nikapata kibali, mafuta ya kibali. Mafuta ya kibali, wakati ndani una pepo. Mafuta ya kibali gani? Ndani tuna mapepo. Haya mafuta ya kibali yanatoka wapi? Yaani mtu akiona anaona pepo ndani. Mimi nakwambia, wewe ulipoenda kwenyewe kuomba kazi kwa huyo mtu, na yeye mwenyewe ni pepo. Kwa sababu pepo ila limemzidi. Yeye ni pepo, ila pepo liko ndani yako limemzidi. Yaani limemzidi tu, kuna ndo huyu ni boss, ngoja nimpe kazi. Lakini kwa hali ya kawaida ungemkuta mtumishi wa Mungu au mtoto wa fire yuko mbele ofisini, wewe ungepaga wewe mwenyewe, akaisha kukuombea ukarudi nyumbani. Kwa hiyo manake nini? Manake angalia, unapendeza. Ukiwa na mafuta ya kibali cha Yesu, kwa kweli unapendeza. Basi kwa hiyo kumbe mafuta yanapendezesha. Na pia kwa muda wako pia utasoma Luka 7 mstari wa 46 mpaka 47. Luka 7 mstari wa 46 mpaka 47. Mimi kutokana na muda. Mafuta pia hutia nguvu katika kuliendea jambo au huduma. Mafuta hutia nguvu katika kuliendea jambo au huduma. Tukija Matendo ya Mitume 10:38. Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 38. Anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya watu walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Umeona? Kwa hiyo Yesu alitiwa mafuta ili kusudi akaitende hii kazi ambayo kuwafungua watu walioonewa na ibilisi. Je, huyo mtumishi wako anafanya hiyo kazi ya kufungua watu walioonewa na ibilisi? Kama hafanyi hiyo kazi, ujue tu kabisa kwamba huyo sio mtumishi wa Bwana. Kwa sababu hafanyi hiyo kazi. Na hata kama akifanya hiyo kazi, anafanya kazi ya kipepo. Badala ya kufungua ndio anakufunga zaidi. Maana yake nini? Maana yake ule mzigo ambao wao wameshindwa kubeba, wanawabebesha watu wengine. Umaskini, watu wengine wameshapata umaskini mkubwa sana kutokana na hivi vitendo vya kupola pesa za watu kutokana na habari za mafuta. Kwa hiyo ukija kuangalia viambata vya imani vimepola pesa za watu nyingi sana, kiasi kwamba wengine mpaka wanajilaumu, wameshaondoka kwenda huku. Lakini nakwambia utatangatanga sana bila usipokujua neno la Mungu,
utatangatanga sana kwenda kaskazini, mashariki, kusini, kote utatangatanga sana. Naenda haraka haraka leo kwa sababu muda mchache, mambo ni mengi, kwa hiyo naenda haraka haraka. Sasa kwa hali kama hizo, manake nini? Manake lazima ujitambue na ujijue kabisa kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo kazi ya mafuta mojawapo ni kukuandaa katika kufanya jambo fulani. Manake Mungu anakuandaa, anakupaka mafuta ya Roho Mtakatifu ili kusudi sasa katika kuandaa kuendea huduma yako, au kuandaa jambo fulani, kuendea kazi fulani unataka kuifanya. Anakupaka mafuta, manake mafuta ya nguvu, mafuta ya kuendea, kutokata tamaa, mafuta ya kuendelea jambo lako kwa hali na nguvu mpya kabisa. Kwa kuwa Mungu ni Mungu wa nguvu, kwa hiyo atakupaka mafuta kuendea hilo jambo. Lakini pia utasoma Marko 6 mstari wa 13. Hapana. Utasoma Luka 4 mstari wa 18, ambao Mungu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta. Hiyo Luka 4 mstari wa 18, ambapo Yesu alisema Roho wa Bwana yu juu yangu maana amenipaka mafuta. Amepakwa mafuta na Roho wa Bwana. Amepakwa mafuta na Roho wa Bwana ili afanye. Kuja kusoma pale tuna kazi ambazo inatakiwa azifanye sasa. Umeona? Kwa hiyo hii mafuta yanakuandaa katika habari ya kazi. Pia tutasoma katika Kutoka 28:41, Kutoka 28:41, uone jinsi ambavyo Haruni pamoja na watoto wake walitiwa mafuta kwa ajili ya kazi ya ukuhani, manake waanze. 28:41 Kutoka utaisoma. Alafu pia Samueli wa pili mstari wa pili, Samueli wa pili 2, sura ile ya pili na mstari wa 4. Samueli wa pili sura ya pili na mstari ule wa 4 utasoma, ambapo mfalme Daudi wakamtia mafuta awe mfalme huko Yuda. Kwa hiyo manake kazi ya ufalme ile lazima utiwe mafuta. Tumeona kazi za mafuta sasa kwamba ni kumwandaa pia mtu katika kuliendea jambo fulani au huduma. Kwa hiyo lazima apakwe mafuta. Watumishi wa Mungu pia wanapakwa mafuta wanapomaliza masomo yao wakati mwingine. Kwa hiyo pia tunaendelea, ni haraka kidogo, tutakuja kuongea baadaye tukishatulia. Tukishamaliza hapa neno, ujue kazi za mafuta, usikurupuke tu. Sasa wewe unapakwa mafuta, unaenda kutafuta kazi. Wakati wenzako wanapakwa mafuta, wakiwa wameshaandaliwa hiyo kazi. Kwa sababu Mungu anapenda wakamtie fulani mafuta akawe mfalme, manake tayari ashaandaliwa. Sasa wewe unatakiwa utiwe mafuta unapoendea hiyo kazi. Ndio maana mnapata mafuta ya kupata kazi, lakini hampati mafuta ya kuendelea na kazi. Sasa ndio inakuwa ni shida hapo, kwamba mtu anapata mafuta ya kupata kitu, lakini pakwi mafuta ya kuendelea na hicho kitu ulichokianza, kuendelea na biashara, kuendelea na kazi. Baada ya muda umefukuzwa tena, umeenda umechukua mafuta tena, umeenda na ofisi. Kwa hiyo kila tunakuta mji mzima ofisi zote ushatembea wewe, na unafanya kazi mwaka mmoja, unafanya kazi miezi 6 kwa sababu hupeleki kafara sadaka kwa mtumishi wako, ushafukuzwa kazi. Sasa kwa hiyo manake nini? Manake lazima ifikie hatua kwamba ujue. Na ndio maana hebu angalia, kuna mafuta ya kuondoa ugonjwa, lakini cha ajabu sasa ile mafuta ukiacha ugonjwa unarudi. Ndio unajua hivyo. Yaani ukiacha tu ile mafuta ugonjwa unarudi upya kabisa. Ukienda uchukua ugonjwa unaisha. Hivi wewe utumia akili tu. Lazima ifikie tu utumia akili. Angalia hapa, haya mafuta ni ya kwanza kazi. Tayari kazi ipo, Mungu ameshaiandaa. Sasa wewe unapakwa mafuta ya kuendea hiyo kazi. Lakini cha ajabu kuna watu ambao anaenda kutuchua mafuta aende kazini. Yaani aende ya kutafutia kazi, mafuta ya kutafutia kazi. Jamani, hatupakwi mafuta ya kutafutia kazi. Kazi tumeshapewa zamani. Kila mtu alishushwa duniani amepewa kazi ya kufanya, sio kukaa. Amepewa hiyo kazi ya kufanya, sasa anatakiwa apakwe mafuta ya Roho Mtakatifu sasa ili kusudi apate nguvu za kuendelea hilo jambo lake. Sasa ajabu tunaenda kutafuta kazi kwa mafuta. Alafu na maajabu, mafuta si kwa ajili ya kutafuta, mafuta ni kwa ajili ya kupatia nguvu ya kufanya jambo. Hebu angalia hata katika magonjwa, maana yake mtu anapakwa mafuta ili magonjwa yaondoke. Sio kwamba sasa wewe kila siku ni mafuta, kisha unaendelea. Na kweli usipoenda kufuata mafuta, ukiona hizo dalili ninazokuambia mimi kama zipo kwako, jitathmini sana.
kwamba yawezekana umemaliza mafuta yako, na sasa umemaliza mafuta yako, kazi yako iko kwenye hatari, lakini sasa inabidi sasa uende ukatafuta mafuta, urudi tena upake, ndipo kazi yako endelee vizuri. Ujue kabisa hapo ni shetani mwenyewe amekaa hapo. Au kuna mtu kabisa inawezekana ana magonjwa, sasa akipaka mafuta yale magonjwa yanaondoka, asipopaka yanarudi. Sasa huyo ni Mungu gani anafanya kazi kwa kama hiyo? Maana yake anataka uende kuwa mtumwa. Ufungwe, ni mtumwa wewe, unakuwa ni mtumwa, unakuwa ni msukule wa mtu. Unakuwa ni msukule wa mtu, anakupiga pesa, anakupiga hela tu. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kutokujua maarifa. Sasa kwa tumeona kabisa kwamba mafuta pia pia tukiendelea, mafuta yanamkaribisha Roho Mtakatifu au maarifa. Mafuta hukaribisha Roho Mtakatifu au maarifa ya Roho Mtakatifu. Manake maarifa ya Roho Mtakatifu yanapitia pia katika mafuta, anaweza kaja kama mafuta ya Roho Mtakatifu. Haya, nitasoma katika Yohana wa kwanza 2 mstari ule wa 20. Yohana wa kwanza 2 mstari ule wa 20. Anasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mwajua yote. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 20. Anawaambia kwamba nanyi mmepakwa mafuta. Na mafuta gani haya? Ni mafuta, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mwajua yote. Manake mna maarifa ya kujua yote. Hata usiposoma Biblia jamani, kwa matendo tu kiangalia unajua yote. Unajua kwa nini? Ni Roho Mtakatifu huyo anakuelekeza. Manake kumbe sasa mafuta yanamkaribisha Roho Mtakatifu katika maarifa. Manake yanamkaribisha Roho Mtakatifu wa maarifa, wa kujua maarifa, sawa Kwa hiyo mnajua yote. Pia Yohana hiyo wa kwanza mstari wa 2. Yohana huyo wa kwanza 2 na ule mstari wa 27. Anasema, wala hamna haja ya kufundishwa habari za mambo yote. Nafikiri ngoja nifunue tu kabisa. Yohana walaka, manake tafuta pale kwenye walaka wa kwanza wa Yohana. Walaka kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 27. Walaka wa kwanza wa Yohana 2 na mstari wa 27. Inasema, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha, kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisheni, kaeni ndani yake. Maana mkae ndani yale mafuta ambayo yamewafundisha. Mafuta haya ndio wafundisha nini? Roho Mtakatifu ndiye mafuta. Manake mafuta hayo ambayo ni kiashiria tu cha mwilini, lakini yanaweza yakamkaribisha Roho Mtakatifu na akaa mafuta ndani ya mtu. Manake anasema kwamba wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, kwa kuwa nini? Yale mafuta yaliyoko ndani yanawafundisha mambo yote. Yanawafundisha jambo. Angalia, unaweza kusema kwamba labda kuna jambo, lakini hebu nataka tu nitenda haraka kidogo, muda ni mchache. Sasa kwamba kuna jambo uzokalitenda, kwa mfano ukatenda jambo, ukataka kwenda kufanya dhambi labda ya uzinzi, Roho Mtakatifu akakwambia ndani, akaanza kuongea na wewe ndani, kwa sababu umesoma neno. Kwa sababu umesoma nini? Neno ambaye ni Yesu mwenyewe, ambape unapokuwa unasoma neno, Roho Mtakatifu anakushukia. Unajua kabisa kwamba Roho wako anakushuhudia habari ya uzinzi ni dhambi. Roho wako anakushuhudia kabisa usifanye hivyo. Watu wa Mungu atufanye hivyo, maana anakufundisha. Sasa Roho wa Mungu, kwa mfano, hajawezekana ukataka kwenda kuanzisha vurugu kwa mtu, lakini Roho Mtakatifu akawa anakutahadharisha kwamba hasira inakaa kifuani kwa mpumbavu. Wewe sio mpumbavu kiasi hicho. Maana yake unakuwa unafundishwa vifungu mbalimbali. Unapotaka kuiba kitu cha mtu, naambia usiibe. Hakuna mtu aliyekuambia, lakini kuna Roho Mtakatifu ndani ambaye ni mafuta, anakufundisha hili jambo. Nataka nikwambia mambo kusudi ujue. Wakati labda kuna shida, wakati mwingine mahali fulani takayopite, Roho Mtakatifu anakuonya, anakukataza, kama vile Roho Mtakatifu amkataza Paulo. Kwa hiyo anakuonya, anakufundisha. Maana yake hakuna haja ya kufundishwa na mtu kwamba hiki ni dhambi wakati unajua ni dhambi. Kwa Roho Mtakatifu huyu ni mafuta haya yanamkaribisha Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa maarifa. Kwa hiyo katika hayo yote ni kazi ya mafuta hayo. Sasa tujue sasa, je, huyo Roho wako Mtakatifu ambaye unamnywa kila siku, mafuta unayonywa kila siku, je, anakupatia hivi vitu? Hayo mafuta yako, Roho wako Mtakatifu huyo
Je, mbona bado unapata hayo majanga? Kama Roho Mtakatifu wako unayemnywa kila siku, unayempaka kila siku huyo, mbona ni mzinzi wa hatari, na uzinzi unataka kuacha na umeshindwa, na wala hakushuhudii ndani yako na unaisifia dhambi? Mbona huyo Roho wako Mtakatifu unasengenya watu, unasema uongo makanisani, unasema uongo kila mahali na hakukatazi? Mbona huyo Roho wako Mtakatifu ambao ni mafuta uliopakwa na huyo mtumishi wako na nabii wako, ambao umeanunua mpaka unayanywa na kujipaka kila siku, umeanunua kwa hela kubwa, na ya kesho unaenda kufuata tena, mbona hajakwambia kuacha habari za umbea na habari za kuvaa vinguo vya ajabu ambavyo vieleweki, na habari za kuacha ushoga na usasagaji? Mbona unaendelea navyo na bado unaendelea na hayo mafuta haya? Huyu anakufundisha nini sasa? Kwa sababu inasema hakuna, maana yake hakuna atakayewafundisha. Yaani nyinyi, maana yake yale mafuta yako ndani yenu atawafundisha. Haya, wewe hayo mafuta yako ndani yako na kufundisha nini? Hayo yanakufundisha kujiunga tu, unajiunga, unaunga utumbo, unaunga moyo, unaunga figo, mwisho wa siku utakuja kupata magonjwa. Wewe utakuja kupata magonjwa. Na haya changa nini? Bwana, magonjwa wa moyo nini? Akakunywa mafuta. Unafikiri mafuta inaenda yanasharabiwa? Yanapita katika utumbo. Utumbo mpana, utumbo mwembamba, utumbo mpana, utumbo mwembamba pale anafyonzwa, yanaingia. Na vile vinyore vidogo vidogo sana hivyo kwenye ule utumbo, kwenye ukuta wa utumbo pale, kuna process inaendelea, digestion inaendeleaga pale. Sasa wewe kila siku ni digestion unafanyika tu. Sasa kwa hiyo utajikuta kwamba ukiona unakunywa mafuta, unajipaka mafuta ya mtume wako na hayakusaidii kitu, ujue kabisa huo ni ushetani. Na cha ajabu sasa ndo umezidi. Yaani ulikuwa ni mzinzi, labda unazini na mtu mmoja, saa hizi unazini na watu 6. Na mafuta anaenda kufanyia tu kazi vizuri. Kama ulikuwa yaani ni mwizi, sasa unaiba, labda wewe ni mtumishi wa serikalini huko, pia unapiga virushwa pia, hata sehemu nyingine yote ulikuwa unaiba, wala hata rushwa, wala hata kwa mwezi labda milioni 5. Lakini cha ajabu, hayo mashambulizi kwa jina la Yesu hata kuwepo. Lakini cha ajabu sasa, ulikuwa unaiba milioni 5, saa hizi hapo unaiba mabilioni kwa mwezi, unaiba mamilioni kwa mwezi, alafu unampelekea fungu la 10 nabii. Naiba milioni 500, unaiba milioni 200, unaiba milioni 100, milioni 50, milioni 20, na wakati ulikuwa unapata kahofu unaiba milioni 5. Saa hizi wala uangalia hata hiyo hofu nini. Hasa mafuta yako yanakuelekeza namna ya kuiba, yanakufundisha kuiba zaidi, yanakufundisha ufisadi zaidi, yanakufundisha uongo zaidi, yanakufundisha uhuni, yanakufundisha uzinzi, yanakufundisha kuvaa vinguo vifupi, yanakufundisha kuvaa nusu uchi, matiti kukaa nje. Ndio mafuta yako yanavyokufundisha. Ndio anakuambia njoo tu, hakuna shida, Yesu atafanya vyote. Wewe mafuta yako yanakufundisha kuendelea na uhuni, tunafundisha kusuka madude ajabu yaeleweki. Yaani wewe, yaani huku umesuka, huku umenyoa, huku marasta mekundu, kumeusi. Yaani ndo mafuta yako ya Roho Mtakatifu wako sanda navyo. Ukiona hicho, kimbia haraka sana, kwa sababu kuzimu inakuita. Kimbia haraka sana. Hata kama unafanikiwa kiasi gani, angalia mafanikio ndani ya dhambi hayapo kwa Yesu, hayapo. Hakuna mafanikio ndani ya dhambi, hayatakuwepo kamwe. Yatakuwepo tu kwa muda, alafu yatapotea kabisa. Lazima ujiangalie kwamba hayo mafuta hayo unayokunywa na kupaka hayo kila siku, na kurusha juu wapi, na kupaka juu magari yako, na kupaka sijui nini zako, kupaka nyumba yako, hayo mafuta hayo unaunga mpaka kwenye mboga, mpaka kwenye nini. Mimi nakwambia unajiunga na mapepo, unajiunga na pumbavu tu ambao huna maana yote. Kwa sababu angalia migogoro ulionayo ni mingi sana. Mna migogoro na watu chungu nzima, mpaka watu unawatishia, unafunga mpaka na kuomba kwa eti mchungaji wako amesema, mtumishi wako sijui na nabii wako amesema kwamba leta jina lake tumuue, anakusemea hivyo wewe. Tena tumuue, wewe umekuwa Mungu wewe. Unawa jinga, huwezi kuua watu wenye upako ndani wa Yesu hata siku moja. Kwa hiyo maana yake ni lazima ujiangalie sana. Kama mafuta haya Roho Mtakatifu hayakatazi hili jambo, lazima kama hayakatazi jambo la unafanya dhambi na wala husikii chochote, na zaidi unajisifia dhambi, na tunakuta umejipanga tena unaenda kukanyaga mafuta tena, kanyaga mafuta. Umekuwa gari wewe, kwamba wanakanyaga brake wanaongeza mafuta, au umekuwa pikipiki. Hebu acha hizo bwana, tafuta neno la Mungu, acha hapo kukanyaga mafuta. Unataka kukanyaga mpaka vitu vingine vya ajabu. Tutaje kuenda kuombea unakanyaga nini? Tunaendelea. Kazi ya mafuta kuwa manabii wa uongo. Sasa tunakuja hiyo kazi ya mafuta kwa manabii wa uongo. Kazi ya mafuta kwa manabii wa uongo. Kazi ya mafuta kwa Mungu tumeiona. Cha kwanza tumesema inaponya. Cha pili tumesema
kumpendezesha mtu. Yaani ukipaka mafuta ya Yesu Kristo, unapendeza, unakuwa mzuri, unakuwa handsome, unakuwa utia nguvu katika kuliendea jambo au huduma, mafuta ya Roho Mtakatifu, sawa. Lakini pia mafuta ya Roho Mtakatifu huleta maarifa. Manake maarifa, sawa. Lakini kazi ya mafuta kwa manabii wa uongo. Kazi ya mafuta kwa manabii wa, cha kwanza ni cha kwanza tujua tu kabisa kwamba kuna jambo ambalo Roho Mtakatifu ananikumbusha, ambalo sikuliandika, lakini nafikiri nitaliandika hapa na tutalizungumzia, hata kama tusipengia kwenye maandiko, lakini tutalizungumzia. Cha kwanza kabisa, haya mafuta ya Roho Mtakatifu, haya mafuta ya manabii wa kipepo, kazi ya mafuta kwa manabii wa uongo, manabii wa shetani, tunataka tujue hapo. Cha kwanza, kumletea mtu umaskini. Maana yake haya mafuta, kazi mojawapo ni kukuletea umaskini. Maana yake wewe unakuwa ni maskini kutokana na haya mafuta. Mtu anaweza akasema, yawezekana bana huyu jamani muongo, basi sawa, acha niwe muongo, lakini anakuletea umaskini. Haya mafuta yanakuletea umaskini. Utafunua Mithali 21 mstari wa 17, maana unayapenda sana ya mafuta. Haya 21 mstari wa 17. Kuna mtu uwezo kalala bila mafuta, ya kisa ndio maisha yako mafuta. Huna Yesu tena, ni mafuta. 17 inasema, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Umeona? Inasema wewe unapenda mafuta na mvinyo, hautakuwa tajiri. Unapenda mafuta sana. Unapenda mafuta ya upako. Una Yesu, tafuta Yesu ndani. Mtafute Roho Mtakatifu akae mafuta yako ya upako. Sasa Biblia inasema wewe unayependa hivi vitu, cha kwanza hautakuwa tajiri. Hebu angalia. Sasa ndio nasema mbona sisi ni matajiri na tunatumia mafuta? Tutakuja huko, utulie. Maana kuna mtu yuko hapo, mbona sisi ni matajiri na tutamiliki vitu vingi na kutokana na haya mafuta? Sawa, tutakuja huko. Lakini je, wote mlioenda hapo kuchukua hayo mafuta, kanyaga hayo mafuta, mmeshakuwa matajiri au ndo maskini unaendelea mpaka mnakimbia mara kwa huyu, mara kwa huyu, mara kwa kuamka, mara kwa siyuka nani, mara kwa Mungu wa nani, mara kwa Mungu wa nani, kote mmekimbia mafuta. Hatunaendelea mbele. Kwa hiyo hautakuwa nini? Hautakuwa tajiri. Cha kwanza ndio hicho tumekisoma hapa katika Mithali. Na Mithali hiyo hiyo Mithali 21 mstari wa 20 pia. Mithali 21 hiyo mstari wa 20. Nasema kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu yameza. Haya, kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Manake unameza hazina na mafuta yaliyoko nyumbani mwako. Unapotumia mafuta hivi vya manabii wa uongo, unameza mafuta yaliyoko ndani yako. Manake unayameza, unaenda msalani, unameza hazina, unaipeleka msalani kivipi? Hebu angalia, unameza hazina, Yesu anakupatia hazina, unaipeleka kwa manabii wa uongo. Ile fedha yako ni hazina yako ya thamani. Ile roho yako ni hazina yako ya thamani. Unaipeleka kwa manabii wa uongo. Ile hazina yako ndani, ile ule ukarimu wako uliokuwa nao umeupeleka kwa manabii wa uongo. Manake ile hazina yako ya thamani na mafuta ndani yako, manake ile mafuta ya nguvu, mafuta ya kukamilisha, mafuta ya kuendeleza jambo, mafuta ya kufanya wewe uendelee. Jamani, gari bila mafuta haiwezi kaenda, pikipiki bila mafuta haiwezi kaenda. Na mitambo mingi bila mafuta haiwezi kaenda. Sasa maana yake nini? Kwa wewe sasa, wewe umechukua ile mafuta yako ya thamani, sawa, na hazina yako ya thamani, umeipeleka kwa manabii wa uongo na umekupatia mafuta yasiyo na thamani. Maana yake wewe mpumbavu umemeza.
Umemeza mwenyewe na umeenda kupeleka msalani. Manake umemeza na ukapeleka msalani. Manake msalani ni kule kwa manabii, hao manabii wako wa mafuta ndio umewapelekea. Tunaweza tukasema kama ilivyo, pia inaita maana. Haya tusoma kama ilivyo. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Maana unameza mafuta, unakunywa mafuta ni mpumbavu. Biblia imesema, sio mimi. Biblia hii hapa. Sio kanila mtoto wa watu. Mungu akusaidie sana. Kwa hiyo kwa leo nafikiri tutaishia hapo kwanza, tunaendelea. Hiyo ni kazi ya kwanza tu, lakini hiyo ni kazi ya kwanza, lakini sehemu inayofuatia, kwa sababu tunapunguza ukubwa wa hizi video zetu kwa sababu ya kuupload. Unajua sasa. Kwa hiyo nafikiri sehemu ya pili sasa tutaendelea sasa uone jinsi ambavyo haya mafuta ya upako ya utumishi wa kipepo yanavyoharibu mambo na kuharibu huduma za watu. Basi tutaomba. Mtakatifu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunaomba Bwana, tumejifunza neno lako kuhusu mafuta. Mungu wa mbinguni, mafuta yako kutoka mbinguni, tumejifunza kuwa yanaponya, tumejifunza kuwa yanaandaa mtu kuendea jambo au huduma. Tumeona kabisa kwamba Bwana, haya mafuta yanaweza kutupendezesha pia. Mungu wa mbinguni, kiroho na kimwili. Yesu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mafuta na maarifa pia, manake ni maarifa. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya jina lako takatifu. Naomba kila aliona hii video, aliyeangalia hii session yetu Bwana, naomba kambariki kwa mtakase, ukampatie hekima na neema ya kujua, na Mungu wa mbinguni ukampatie neema ya kutafakari kabisa maisha yake Bwana mbinguni, kwa kuwa ni mwema na mwenye upendo, na utafanya hivyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Basi tutaenda katika sehemu yetu ya pili. Mungu akubariki na kutakasa katika jina la Yesu. Amina.